Mimi naitwa Omar Said Shabani ni mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo, lakini pia ni mmoja kati ya wapeleka mashauri ya uchaguzi nikipigania jimbo la Pangawe, lakini pia ni wakili kwenye kesi hizi zilizofunguliwa na chama cha ACT Wazalendo kupitia wagombea wake wa ngazi mbalimbali kupitia wabunge, wakilishi na madiwani. Leo tarehe 13 Februari Mahakama Kuu ya Zanzibar masjala ya Tunguu imetoa uamuzi ambao jaji wa Mahakama Kuu Jaji Salma Hassan ametoa uamuzi wa kukubaliana na pingamizi za awali zilizowekwa na wapinga maombi ambao kwa muktadha huu ni wasimamizi wa uchaguzi, lakini pia mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Pingamizi ambayo walioiweka natokana na maombi ambayo wagombea kwa majimbo 17 ya Unguja wamefaili wakiomba mahakama iingilie kati kuzuia zoezi la uharibuji wa nyaraka za uchaguzi, ambao mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kupitia tangazo lake kwa vyombo vya habari ameeleza kwamba tume imefikia maamuzi ya kuchoma. Sasa uamuzi wa leo baada ya kufaili application, mahakama leo ilitoa uamuzi kukubaliana na pingamizi la kiufundi niliite, ambayo wamesema wenzetu wa upande wa pili kwa maana ya serikali kwamba viapo vilivyoambatana na maombi yale vimeapishwa mbele ya kamishna wa viapo ambaye hajahuisha leseni yake. Kamishna wa viapo mwenyewe ni wakili mwandamizi Usi Hamis Haji, na wakieleza kwamba kwa mwaka huu 2026 wakili Usi hakuhaulisha leseni yake, kwa hiyo hakutakiwa kusimamia viapo vya maombi ambayo tulifika mbele yake. Mahakama ilikubaliana na hoja hiyo kwa sababu ni kosa kisheria kwa wakili ambaye hajarenew leseni yake, hajahuisha leseni yake kufaili au kuadminister oath, kusimamia viapo. Na sisi kwa sababu ni swala la kisheria wala hatukuwa na tatizo kama mahakama imejiridhisha kwamba wakili hakurenew leseni yake. Lakini hiyo maana yake nini? Hiyo haituzuii sisi kufaili maombi mapya. Nitoe taarifa tu kwa umma kwamba mara tu baada ya Mahakama Kuu kutoa uamuzi, tayari wagombea 17 wa majimbo ya Unguja wamesha faili maombi yao mahakamani ya kuzuia uchomaji au uharibifu wa nyaraka hizi, maombi ambayo yashapokelewa mahakamani na kupewa na kusajiliwa. Taarifa nilikuwa nayo ni yamesajiliwa kama maombi madogo nambari 19 ya mwaka 2026, na kwamba yapo kwa jaji mkuu yanasubiri kupangiwa jaji kwa ajili ya kuyasikiliza. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwafahamisha wanachama, wapenzi na Wazanzibari wote na Watanzania wote kwamba wasiwe na hofu. Hili ni jambo dogo sana na tayari tushalirekebisha na tumesha faili, na sisi tunachokitaka kama chama kama wagombea, tunachokitaka ni masuala haya yakaamuliwe kwa haki. Mahakama ipate nafasi ya kusikiliza pande zote mbili kwenye merit of the matter, badala ya kukimbilia kwenye technicalities, mbinu za kiufundi, mapingamizi yasiyokuwa na msingi sana au ambayo yanakusudia kufanya mwisho wa haki usifikiwe. Kwa hiyo sisi tutaendelea kupambana, sisi wagombea, lakini na mawakili wetu tutaendelea kupambana kuhakikisha kwamba kila kizuizi cha kisheria tunakivuka, na kama ilivyo spirit ya chama chetu na moto yetu kwamba mapambano lazima yaendelee.